Ruhusu kwa sababu ndio kwa Amerika Hansen alikuwa anajiuliza, mwanadamu mimi nimekupa kwa mkono wangu. Na nikampa juu, nikamwelekeza tu kwa upole kama mwanangu ni nini afanye na ni nini asifanye. Nikampa amri zangu ili ziweze kumwelekeza ili anapoishi awe kupata yanapani matunda niliyomwahidia. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba aweze kupata na zile ahadi ambazo niliahidi baba yake ambaye ni Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ilipokuwa imefika wakati binadamu wakaamua kuenda katika ile njia iliyokuwa ameweka kwamba hii inafaa. Sasa siku moja Mungu alikuwa na mipango yake, akasema kwamba mwanadamu huyu hata kama nimempa maelekezo ya kumwelekeza ili apate kuishi nchi anayonipendeza, hii kile ndani angekuja wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii kile ndani atege hivi na kile moyo wewe kutuna na wengi na bure. Wewe hata leo tunasikia lakini Mungu anakuelekeza ngeni kuturuhusu kwa sio aturuhusu kwa. Kwa hiyo ikapita. Sasa hapa unaona Mungu naye mwenyewe anasema hivi. Anagairi sasa. Kugairi ni ile njia nataka kuiona hapo umefanya kitu alafu ikafika wakati kama ni kama hii kitu nilikosea kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kitu kwa sasa kati nasema wanadamu nimekupa kwa mikono yako. Na nikampa maagizo kwamba aende na njia hii. Lakini ameshindwa. Sasa nifanye nini? Sasa anasema kwamba mwanadamu huyu nitamfutilia mbali. Yeye pamoja na mifugo na wanyama wote watambao duniani hata mimea. Kwa sababu gani? Kwa sababu binadamu ameshindwa kufuata yale maagizo ya Mungu. Haleluya. Kama vile ameahidi katika Ufunuo kwamba anaendayo tutakule. Tena tutokora. Ndio maana utenda tohetoke na hetogere. Tuliingia tokoreka tokakoreka baba. Hata wakule. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba kipindi ulipookoka kuna yale ulifanya yakupendeza Mungu, lakini inafika wakati haujaweza kujielewa kwamba je, bali niko katika njia ya kweli ama kuna sehemu niko. Ndio maana naeleza kwamba kumbukeni ule uliokukia. Haleluya. Haleluya. Sasa wapo ambao hawakukumbuka walipoangukia. Na ndio hapo wakasema kwamba sasa hapa nitawafutilia mbali. Lakini kwa hao watu wote kuna yule mmoja ambaye alipata nini? Alipata heri kwa Mungu. Naye alikuwa ni Noa. Bwana Yesu asifiwe. Anamuita Noa. Noa ikawa. Kwa kitu sio Amerika. Kwa hata chini kale ngebele ulipotange bisikuruhusu bibilia leo kukuja kupora moyo majenga. Kumbe hata kama ulimwengu wote utakuwa umeamua kumwacha Mungu, utakuwa umeziacha njia za Mungu, lakini akapatikana mmoja kwenye ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ana nafasi kwa Mungu. Ghadhabu ya Mungu inapokuwa imeshuka, kuna yule ambaye alitegemea Mungu, Mungu huwa anampa nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwa hivyo hata kwa bado ni kanisa. Tufike wakati tuwende nyuma ya Mungu tutenda tui. Tukienda tofauti, hatuona kuna kile ameahidi kwamba atafanya, anatoa huko tutige Mungu toa huna. Kwa sababu hatujaelewa nini anataka tufanye. Kwa hivyo tukiwa kanisani kama watu tulioamini, niseme kwamba kwa siku zote tuache kutembea Biblia hii tunatoka kama mtu anapoingia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijasema kwamba umechelewa, haujachelewa. Bado una nafasi ya kubadilika. Haleluya. Umwite
tuyu muya norata ate kunahika. Apa kau? Haleluya. Uringekuke para kono ka engana engu kore umuntu utenyamurete umuntu itubo yete kerahoki. Wanaweza sifu. Kwa sababu Biblia itakuchonga itakuweka kwenye viwango vingine. Kwa hiyo ina maana kwamba hatufai kuwa tulivyokuwa jana, leo, kesho na kesho kutwa. Kuna kubadilika. Wanaweza sifu. Kwa hiyo tukiwa tumeamka ni lazima tuache room for change. Tuwe ni watu tunaweza kubadilika. Tuwe ni watu ambao tuko flexible. Wanaweza sifu. Haleluya. Lakini kama ya watu ni flexible, wao kwa maangari kwa wazo sababu kiangua tuatahitiwa wewe, tuingine hauendi, wewe hauwezi kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hanamuko ilisa kwa ile kile mambo kwa kujana ya kuna harusi ya tarehe kwa ile menyara. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo bado tunamhitaji Mungu. Haleluya. Tunamhitaji Mungu na we have to be flexible. Ni lazima tuache nafasi ya kubadilika. Neno la Mungu linapokuja litubadilishe. Vinginevyo yale ambayo Mungu amesema kwamba atafanya kwa watu wasioelewa ama kutii, basi ataweza kufanya kwa sababu tumegai. Kwa tumekataa na pia kwenye nafasi yake huwa anangalia na kujutia kukuomba. Amen. Amen. Nafikiri kwa siku ya leo tafikia hapo. Mungu akubariki. Inamisha mtakatifu wa watakatifu tunakuja mbele zako asubuhi hii Bwana, kwa wingi wa fadhila na wingi wa neema na wingi wa sifa. Kwa sababu Bwana umetupa kibali, umetupa neema Bwana. Ndio maana asubuhi hii Bwana tuwazima na Bwana mioyo yetu imeweka shuhuda, imeweka sadaka za sifa. Kwa sababu Bwana kuna yale umefanya katika maisha yetu. Kuna yale umetenda Bwana yamekuwa ni sababu ya kutufanya Bwana tukawe hapa. Yamekuwa ni kinara, yamekuwa ni zapila ambayo inafanya tukuje tukua tumeamini na kutegemea kwamba wewe ni Mungu. Bwana Yesu, tunapoendelea na ibada zetu, Bwana uwepo wako kwenye ibada ni muhimu Bwana. Uwepo wako kwenye mioyo yetu, Roho Mtakatifu. Tunakuhitaji kwa viwango vingine. Tunakuhitaji kwa viwango vya hali ya juu ili kwamba Bwana matendo makubwa yapate kutoka katika maisha yetu. Ili Bwana leo na kesho tuzidi kuelezea habari njema. Tuzidi kuelezea habari ya kufungua. Tuzidi kuelezea habari ya uponyaji. Maana wewe Mungu una nguvu na mamlaka. Asante Bwana Yesu, na wewe mwaminifu, utafanya sawa na mapenzi yako Mungu. Jibu yetu Bwana kwa ajili ya kutimiza yale ambayo umema katika maisha yetu. Asante Bwana kwa utatenda. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa aliye hai nimeomba na kuamini. Sema amen. Kiongozi wa ibada